Umuhimu wa kutenda mema, umuhimu wa kudumu umuhimu wa kudumu katika kutenda mema, umuhimu wa kudumu katika kutenda mema. Kuna umuhimu mkubwa wa kudumu katika kutenda mema, na andiko letu la msingi linatoka katika Wagalatia sura 6 mstari ule wa 9. Mtumishi wa Bwana utanisomea pale katika Wagalatia sura 6 mstari wa 9, unaonyesha jambo hili. Kichwa chetu cha somo kimetoka pale. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Umuhimu wa kudumu katika kutenda mema. Karibu kwa ajili ya neno hilo. Unafahamu Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu anatupenda, lakini Mungu ametuumbia jambo moja la ajabu sana, kwamba sisi ambao tumemwamini tumeumbwa au tumetengenezwa ili tuwatendee watu mambo mema. Tutaenda kuangalia tu maeneo fulani kwa sehemu kidogo kadiri ambavyo Roho Mtakatifu atatusaidia. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya andiko hilo, Wagalatia sura 6 mstari wa 9. Wagalatia 6:9, Biblia inasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana utavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena tusichoke kutenda mema, maana tutavuna tusipozimia roho. Lile neno linalosema tusichoke linamaanisha udumu katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Udumu katika kuwatendea watu mambo mema, udumu katika kutenda mema kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu unapotenda mema, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ni mfano wa mtu ambaye anapanda mbegu. Mtu yoyote au mkulima anapopanda mbegu anatarajia kuvuna. Watu wanaotenda mema watavuna mema, lakini wanaotenda mabaya pia watavuna mabaya. Maeneo yote mawili yana mavuno, lakini mimi nataka nitwenge kwenye upande huu wa umuhimu wa kudumu katika kutenda mema. Na ni nini maana ya kutenda mema? Kwa maana nyingine, kutenda mema kunarejea matendo ambayo ni chanya kimaadili na yenye manufaa kwa wengine. Mara nyingine yanajumuisha mambo matatu makubwa: wema, ukarimu na huruma. Narudia, kutenda mema hurejelea matendo ambayo ni chanya kimaadili na yenye manufaa kwa wengine. Mara nyingi yanajumuisha mambo matatu makubwa: wema, ukarimu na huruma. Mtu ambaye anatenda mema kwa watu anaicho kitu kinachoitwa wema, ni mkarimu, lakini pia ana huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni kwa nini watu walimuita Yesu mwalimu mwema? Walimuita mwalimu mwema kwa sababu kwanza Yesu alikuwa na mambo haya matatu. Alikuwa ni mtu mwenye huruma. Ndio maana Biblia inasema pengine kwamba Yesu akawahurumia makutano, akasema wapeni chakula. Watu 5,000 wakapewa chakula, lakini aliwahurumia kwanza. Hakuwapa tu chakula tu kwa sababu kilikuwepo. Hawakuwapa tu kwa sababu alikuwa na miujiza, anaweza kufanya muujiza. Aliwapa kwa sababu aliwahurumia, akawatendea mema. Lakini pia Yesu mwenyewe ni mkarimu, lakini yeye pia ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wanaotenda mema au watu ambao wanawatendea watu mema wamebeba mambo haya matatu. Wamebeba wema ndani yao, lakini ni wakarimu, lakini pia wana huruma, wanaweza kumhurumia mtu. Lakini pia hapo katikati, sijaweka hilo jambo, wana upendo pia. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nimeeleka mahali pengine, lakini limekuja hapa, sijui kwa nini. Kwa hiyo Paulo anasema hivi katika Wagalatia sura 9, tusichoke katika kutenda mema. Mwambie jirani yako, usichoke katika kutenda mema. Mwambie tena, mwangalie usoni, usimwogope. Mwangalie usoni alafu mwambie usichoke katika kutenda mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi ni wanadamu. Kuna wakati unaweza ukachoka, ukasema huyu mtu nimemfanyia mambo mazuri hata sijaona faida yake. Lakini Biblia inasema usichoke katika kutenda mema. Kwa nini usichoke? Kwa sababu unapotenda mema kuna mavuno yake, kuna faida yake. Mungu wetu sio dhalimu. Kuna kitu utavuna
Hata kama watu wataona unachofanya ni ujinga, lakini kuna mavuno yake. Unafahamu wavivu, unaona kama mfano msimu wa kilimo, wavivu huwa wakimwonaga mtu anaenda shambani wanamcheka. Wanaona kama huyo mtu ni mpumbavu. Wanasema hivi, anafanya ujinga gani hapo? Ina maana yeye haoni hali ya hewa. Anaanza kujisingizia na hali ya hewa. Maana hata Biblia inasema mvivu amesema njia kuu kuna simba, alafu huko nje kuna mvua. Kwa hiyo ameng'ang'ania blanketi, hataki kutoka nje, amelala. Mungu akinipa neema nitakuja kuonyesha hasara za uvivu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lakini huyo ambaye anakucheka, mimi nimeshakutana naye mambo sana, ndio maana nakwambia kitu ambacho nakifahamu. Wakati fulani nililima mahindi ya maji, yani sio mahindi ya msimu, mahindi ya maji, yani unanyeshea, yani unatumia labda maji ya mfereji au nini ya irrigation, unanyeshea. Na mtu mmoja nilivyolima, huyo mtu akasema hivi, huyu anafanya ujinga gani hapa? Na mimi nikaona mwaje tungoje tuone. Ila ile mahindi yakakomaa, yakashusha, alafu Mungu alivyo mwaminifu yakashusha mahindi kweli kweli. Yule aliyenicheka ananiambia sehemu ile mahindi ya kuchoma hapa. Naona mahindi yametoka sana, lakini alinicheka wakati mimi nalima. Aliona nafanya ujinga. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukafanya mambo mema, watu wakafikiri kwamba unafanya mambo ya kijinga. Wewe sio mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo ambalo utalivuna. Jana nilikuwa kwenye msiba mmoja na tulikuwa tunatoa salamu za rambirambi. Mtu mmoja akafanyiwa jambo ambalo mama mmoja wa heshima, alafu yuko vizuri. Sasa sisi ambao tunatazama hatukujua kwa nini yule kasisi mkuu wa kile kitengo hakumpa maiki. Maana nilikuwa mimi, yule mama alikuwa yani tumeitwa wote tutoe salamu za rambirambi, lakini tuko kwa msafara. Sasa yeye alikuwa baada ya mimi kutoa, yeye ndo anatoa. Sasa mimi nilipoondoka hayakupewa maiki. Kwa hiyo akaanza kuongea tu mwenyewe. Ila sasa yule padri akaona kwa nini wacha nimpe. Na unajua watu walikuwa na huzuni. Ila lile jambo ambalo alifanya yule mama lilikabadilisha kabisa mazingira. Na alipopewa ile maiki akasema, jamani, mimi ni mbunge mteule, waziri wa ardhi. Niweza unamsikiliza kwa makini. Hii familia iliyopata msiba nitatoa milioni 100 na gari kwa ajili ya kuwasaidia pale nyumbani. Watu wote kwenye ile kanisa wote wakacheka. Na unajua watu walikuwa na huzuni, lakini huzuni imebadilika ikawa nini? Furaha. Yaani amefanya jambo lakini baadaye tukaambiwa kwamba yule mama ana tatizo la afya ya akili. Lakini tukasema jamani, Mungu, yaani huyu mama mwenye afya ya akili ndo ameondoa huzuni yetu kabisa namna hii. Maana watu walikuwa na huzuni, watu wanasikitika, pale mbele kuna jeneza liko pale, kuna msiba, watu wanalia. Lakini hivi kweli nikuulize wewe mtu wa Mungu, hivi kweli mtu akaja kwenye msiba wa umefiwa wewe, alafu akasimama kwenye rambirambi zake akasema nitatoa milioni 100 na gari ya kuwasaidia pale nyumbani, wewe si una mambo yanabadilika saa hiyo? Wewe nani, acha usio kachezea kitu inaitwa pesa. Bwana asifiwe sana. Yaani kitu inaitwa pesa, achana naye kabisa. Inaitwa nguvu ya pesa. Achana hivyo vitu, yani hata usiingilie mambo ya pesa kwanza, achana. Yaani yule mama, watu wote tukaondoka na furaha. Yaani tumesahau kama kuna msiba. Kila mtu ametoka anasemaje? I say milioni 100. Akitupa milioni 100, basi msiba mama aende kwa amani. Mama apumzike maana kuna milioni 100 imetolewa. Kumbe mama alikuwa ana shida kidogo ya kichwa. Lakini amevaa vizuri. Mama nani si alikuwepo? Mama nani pale tulikuwa naye kwenye ule msiba, kwa nakumbuka. Mama amevaa vizuri. Tulipofika kule maeneo ya makaburini, mama akasema ana taji lake. Yaani sisi wenyewe tulienda watu wa kikundi kikubwa chenye watu 34, atukubeba hata taji limeandikwa hizo chochote.
ila yeye akatengeneza, si anafi akili, akatenda jambo ambalo mimi mwenyewe likanigusa sana. Akatengeneza taji lake mwenyewe. Ana shida lakini alichofanya mimi ndo nimeshangaa. Akatengeneza taji lake mwenyewe. Alafu akaja atasubiri kukaribishwa na MC, maana hatapata nafasi. Akalichukua, akaliweka pale, akasema mbunge katika ubora wake. Watu wanaendelea kucheka. Bwana asifiwe sana. Watu wanaendelea kucheka. Yaani watu wamesahau kama kuna tatizo. Lakini ni jambo ambalo amelitenda, na amelitenda ikiwa ana shida, lakini limebadilisha kabisa mfumo wa mambo yote pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wote kwenye ile tumeondoka tukiwa tuna jambo hilo tu, milioni 100 na gari moja. Hivyo. Nachotaka nikwambie ni nini? Unaweza ukafanya jambo watu wakaona umefanya ujinga, lakini likabadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukafanya jambo watu wengine wakalizarau. Watu wengine tuliona na ule mzee aliyemnyima maiki aliona hamna, huyu ni kichaa, ila alifanya jambo ambalo watu wote yani kama vile amekuja kuondoa machungu. Maana watu wana huzuni, akaondoa machungu yao kabisa. Kila mtu akaondoka na milioni 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akaja akatufurahisha na jambo lingine, mbunge katika ubora wake. Na taji analo ameweka. Anajua hatapata nafasi. Unajua kuna watu wengine unaweza kwa wazara. Unaona kama huyu hapa anadharaulika, lakini amefanya jambo ambalo na nilifurahi kwa sababu yule padri alimpa ile nafasi. Na kwa ile nafasi padri alimpa kidogo tu, akabadilisha kila kitu na watu wakaondoka na picha nyingine kabisa. Bwana asifiwe sana. Kwa matendo mema yamebeba vitu hivyo vitatu: wema, ukarimu na huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuviona, ambavyo Yesu mwenyewe alikuwa anavyo vitu, ambao naona watu wengine walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu ya wema na ukarimu walikuwa nao, lakini pia pamoja na ukarimu, wema pamoja na huruma ambazo Yesu Kristo alikuwa nazo. Unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho kwa sisi ambao tuko Wakristo wa leo, kama kweli kwa kauli mbiu tulionayo kama kanisa ya kumzalia Bwana matunda kwa mwaka huu wa 2026, hivi vitu lazima tuwe navyo, mtu wa Mungu. Lazima matendo yetu yaonyeshe Kristo yuko ndani. Lazima sisi wenyewe tuonyeshe kweli sisi ni watu ambao tumemwamini Mungu. Lazima tuonyeshe tofauti ya wale wasioamini na tulioamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuonyeshe tofauti, lakini tofauti hiyo unaionyesha kwa kuwatendea watu mema. Unaonyesha kwa vile unavyokuwa unatenda. Huwezi kusema kwamba wewe umeokoka, huwezi kusema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unafanya mambo ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Unafanya mambo ambayo hayamwakisi Mungu. Haiwezekani. Haiwezekani. Unasema kwamba mimi nimeokoka naenda mbinguni, lakini wewe huwezi kuwahurumia watu. Wewe huwezi pia kuwakirimu watu. Ngoja nikwambie, ili Yesu awapate pia makutano, aliwapa mikate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili pia kuna watu wengine huwezi kumpata mpaka umpe kitu. Bwana asifiwe sana. Jamaa mmoja nisekichekesha kimoja. Jamaa amemwambia, sasa wewe hata kama unaona sikupendi. Yaani jamaa alikuwa anaongea na ni mwanaume, alikuwa anaongea na binti. Lakini pendi. Akamwambia yule binti, akamwambia hivi, hata kama unaona sikupendi, tumia pesa. Bwana asifiwe sana. Akamwambia tumia pesa sasa, ili nijue kama kweli unanipenda. Tumia pesa. Yaani maana yake nihudumie. Nilisema wakati fulani kwamba huwezi kusema kwamba unampenda mtu ambaye hujawahi fanya kitu chochote kwake. Hawezi sema hiyo maneno. Ezra, mimi nakupenda sana. Ulifanya nini? Maneno matupu hayavunji mfupa. Mfupa unavunjwa na shoka. Mtumishi, yani wewe ni mtu wa maana sana, nikikuona yani nabarikiwa sana. Soda yenyewe 500, 600 huwezi nunua. Upendo wako uko wapi?
Yaani ili Bwana Yesu awapate watu, ili mahali pengine atumie chakula. Anasema wape hawa chakula, wapeni ninyi chakula. Watu wanakula wanafurahi. Alafu wanamfuata mahali pengine, wanasema Bwana, tulikuwa tunakutafuta, kumbe umeshafika mpaka huku. Akasema najua kwa nini mnanitafuta. Sio kwa sababu mnataka kunisikiliza, sio kwa sababu mnanipenda, kwa sababu mlikula ile mkate, ndio maana mnanitafuta. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, wapeni watu chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja alikuwa anakabiliwa na roho ya uchoyo. Akawa amenunua, si ndio mnaonaga kwamba chipsi ni chakula ya maana. Amenunua chipsi, anakula. Akasikia jirani amekuja, akaiweka, alikuwa amekaa kwenye benchi, akaiweka hapa nyuma ya benchi, akabana miguu. Alafu yule jamaa akawa anaongea naye, ndio habari kwako na nini? Ila huko nyuma mbwa yupo huko, hajamuona. Mbwa anapiga ile chipsi vizuri. Yaani anaipiga vizuri chapchapu, sio kwa chipsi kuku, sio kwa chipsi mayai, hata sielewi. Ila niliona ni chips. Anapiga vizuri. Alafu yeye anakazana kumalizana naye, ndio ili aondoke, aendelee kula. Ametoa miguu namna hii, hamna kitu. Kumbe angekata kipande tu chap. Umenikuta nakula, lakini ndio leo malizia. Unamkatia pale chap. Kidogo kizuri kula na ndugu yako. Bwana asifiwe sana. Huyu alikuwa anakabiliana na mambo ya uchoyo. Kwa hiyo tusogee mbele kidogo tuone jambo fulani hapa. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Tusome pale mtumishi wa Bwana. Wathesalonike wa pili sura ile ya 3 mstari wa 13. Wathesalonike wa pili sura ya pili sura ya 3 mstari wa 13. Biblia inasema, lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Sawa. Mstari wa 14. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mtumishi wa Bwana. Lakini kwanza nataka namba 13 tu. Anasema lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka huu ambao Mtume Paulo anawaandikia Wathesalonike wa pili, anawaambia huu waraka, anawaambia wasichoke katika kutenda mema. Maana ni kwamba kuna wakati walifika mahali wakachoka, lakini yeye anawatia moyo, anawaambia msichoke katika kutenda mema. Kwa nini? Kwa sababu anasema na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Lakini kitu ambacho nataka uone hapo ni kwamba tunatakiwa kutenda mema kila wakati. Tunatakiwa kutenda mema kila wakati. Mahali popote unapokuwepo tenda mema. Mahali popote unapofanya kazi tenda mema. Mimi nampenda yule mtumishi wa Mungu pale, katibu yule vijana, pale ofisini kwake watu huwa wanaenda hapo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pale kuna karakana nyingi. Lakini pale saluni wanaume unakuta wako pale, vijana wako pale, majirani wako pale. Sasa lakini kuna kitu ambacho nimemwangalia yule binti, nimemwangalia yule mtumishi wa Mungu kwamba ni mtu ambaye anaongea na wale watu vizuri. Ni mtu ambaye anawatendea mema. Daktari mmoja anasoma KCMC, hawezi kwenda nyumbani mpaka apite pale. Mwanadada mmoja anasoma KCMC pale, anasema yani siwezi kupita bila kupita kwenye hiyo ofisi. Yani anafurahi akiwa pale. Mtu mmoja huyu ambaye tulienda kumsindikiza jana, ambaye amefiwa na mamake mzazi, alikuwa anasema kwamba sijui hapo kwenye ofisi au dada kuna nini, siwezi kulala bila kufika hapa. Yani ninachotaka nikuonyeshe ni kwamba
Kuna watu unaweza ukawatendea mema wakatamani kuwa na wewe wakati wowote, lakini inabidi tu kwa ajili ya mazingira na maisha inabidi waondoke, lakini kwa sababu huwa anawatendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea nao vizuri, anakaa nao vizuri. Wewe watendee watu mema, huwezi jua kesho yake kuna nini, huwezi jua huyo mtu nini kitatokea huko mbele. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Mimi nilitendewa mema kama jinsi ambavyo Baskofu amekuwa akieleza kwamba nilipookoka nilifukuzwa nyumbani, lakini nilipofukuzwa niliwekewa kikao cha ukoo na nikaambiwa kama utakuwa umeokoka, barabara nyeupe, tusikuone na ukoo wetu na kufuta. Nikasema sawa, nikaondoka, maana walisema haitawezekana ubaki hapa kama unakiri ya kwamba bado umemwamini Mungu, bado umeokoka, umeingia kwenye hiyo dini mpya. Na mimi dini mpya naipenda. Kwa hiyo nikaondoka, na nilipofika kwa mchungaji akanitendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanitafutia mahali nikakaa, nikafanya nini. Nataka nikuonyeshe kitu fulani. Na ni miaka mingi, mwaka 2001 ndio mwaka ambao nilimwamini Mungu. Kwa hiyo nikalelewa hivyo, nikasaidiwa hivyo, nikaenda hivyo, nikaenda, maisha yakaenda, siku zikasogea. Na unajua jinsi ambavyo mchungaji alinilea vizuri, jinsi ambavyo alinitunza, jinsi ambavyo alinitendea mema, leo nipo, ila anaweza kuniacha hapa na akaendelea na mambo mengine na mambo yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba unaweza usione faida zake kwa sasa, lakini wewe mtendee mtu mema, kwa sababu hautajua kuna kitu gani kitatokea huko. Hujui huko mbele kuna nini. Anayeona kule mbele ni Mungu. Sisi hatuoni kule ambapo Mungu anapana. Shida moja ya baadhi ya watu wa Mungu wa leo, hawataki kuangalia mambo ya mbele, hawataki kuiangalia kesho inakuwaje. Wao wanasema tu tumalizane leo, ya kesho ni ya Bwana. Lakini kesho yako utaitengeneza leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nipo na naendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimetendewa mema. Na picha moja nilienda kwa kina Corneli. Anayo baba askofu. Wakati Corneli alipata shida, alipata ajali, na Corneli nikimwonyesha ile picha atafurahi, atajua nampenda. Bwana asifiwe sana. Maana siku hiyo nilienda kule, tukaongea naye, tukakaa pale, tukanywa, tukafurahi, tukafanya nini, tukaomba. Lakini tulikuwa tunaenda naye hospitali moja kubwa kabisa. Ile hospitali gani ile? Hotia. Ile jina la Kiiraki. Okay. Tukaenda naye kule, na hiyo picha inaonyesha nimembeba mgongoni. Yaani nimembeba mgongoni alafu nampeleka kwenye, nimemtendea mema. Nimekutendea mema. Bwana asifiwe sana. Nimembeba mgongoni. Sema kwamba simpendi, tutaionyesha hiyo picha pale mbinguni kwenye TV ya Bwana. Kama Bwana, hata hivi kweli nilikuwa simpendi jamani? Kwa hiyo wewe watendee watu mema. Yaani mimi ngoja nikwambie mtu wa Mungu, mimi katika vitu ambavyo sitakwama kule mjini ni kwa habari ya mambo ya fedha. Mimi siwezi kwama. Mimi nikitaka milioni sasa hivi naipata. Sitatumia hata nguvu nyingi. Nakwambia kweli, mimi sijivuni. Kuna mtu nikienda nimwambia nipe milioni ananipa, sina hata maandishi. Sio kwa sababu nina nani nyingi sana, jinsi ninavyokaa na yule mtu.
Naomba nipe milioni 1. Baada ya siku 30 nitarudisha. Na anakuwa mwaminifu, nairudisha. Najua kuna mahali nitaichukua. Unaweza kufanya hivyo? Maana kama ukipata 100,000 tu kanisani ya uji, yani milioni wewe tunakuta Dar es Salaam. Unakuta Ubungo kule unazunguka. Nini? Ase, nimeona nje hapa Dar es Salaam niangalie mji. Tumekupa milioni. Maana 100,000 tu kanisani ya uji. Yaani kuna watu hapa jamani, mtachelewa sana kushika milioni 1. Milioni 10, milioni 2 ngapi mtachelewa? Kwa sababu gani? Mungu anaangalia moyo. Kama akikupa tu yani 100,000 unateseka. Milioni amekuua. Ameua Ukristo wako, ameua ibada yako. Yani Mungu ni mwanga. Yani Mungu ni, unaposikia Mungu ni mwaminifu, ina maana hivi kwamba Mungu ni mwaminifu kwenye watu wake kuwalinda wasije wakapotea. Maana Mungu anaangalia nikimpa Ezra milioni 1 hata piga gitaa tena mwacha baki na zile laki. Yes, hiyo time ni kubwa sana. Yaani naomba Bwana anisaidie kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Yaani naomba Mungu anisaidie kwenye swala la moyo. Yaani angalia ni kitu gani ambacho ukikipata hicho kitu kinakupa wenge. Ule mtumishi wa Mungu alisema hivi, kila mtu ana wenge lake. Jamani, mimi mwenyewe na wenge langu. Yaani mimi mwenyewe unavyoniona mhubiri hapa na wenge langu. Na wewe una wenge lako. Si ndio hivyo jamani? So mimi nimesema jamani, ule mtumishi wa Bwana anasema kila mtu ana wenge lake. Sasa angalia ni mambo gani ambayo ukiyapata yanakupa wenge. Yaani unakuwa na wenge, yani unapoteza dira na mwelekeo. Angalia ni jambo gani. Kama ni pesa kija nyingi, unapata shida, anza kuombea hilo eneo. Bwana asifiwe sana. Yaani kama ukipata milioni hata usingize ulali, anza kuombea hilo eneo. Wewe moyo wangu sikiliza, kubali, elewa, milioni ni kitu kidogo, zoea milioni. Yaani ongea na huo moyo. Yaani nani? Mtumishi mmoja wa Mungu alisema hivi. Mtu alipata milioni 1. Yaani hakufanya kazi siku nzima. Yaani milioni amembai milioni ya kwako, milioni 1 ameichukua, ameenda ameiweka kwenye godoro, ameiweka chini. Akaiacha pale, alafu akaenda akasema, toa. Akaenda akafukua kwenye kisanduku, akaiweka kwenye nguo zake, akachimba mbali kabisa. Lakini nani akija kifukua? Yani siku nzima anatafuta mahali pa kuweka milioni 1. Sasa Mungu hataki kumtesa mtu. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu hana nia ya kumtesa mtu jamani. Mungu wetu anatupenda, hana nia ya kumtesa mtu kabisa. Akiona hichi kitu nikimpa Elisha kitamtesa, anampa mtu mwingine ambaye anajua moyo wake unaweza kuvumilia kubeba huo mzigo. Nakwambia ninazungumzia yaani milioni na kutikisa. Umepewa milioni 1, yaani unataka kuanzia hapa kibao cha nani? Kuanzia sasa hivi uteremke hapa. Yaani tukikupa hiyo sasa hivi mpaka ufike KSMC, umeshakunywa soda aina zote. Umeshakunywa potable, umeshakunywa si nini, umeshakunywa yaani unajaribu kuangalia testi zake zote zikoje. Si una hela? Mungu anaangalia anasema yaani huyu nampoteza kabisa. Huyu abaki na laki zile 50 aendelee hapa tu. Nikimpa 50 ananyenyekea anatulia. Kimpa laki aende mahali. Hebu mjadibisheni kumpa 200. Ametulia basi muongezeni 300, 500 anacheza kidogo. Mbona ile 500 umempa imesheki? Sasa msizidishe. Zurudini hapo 400. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu hana mpango wa kutesa mtu. Mungu hana mpango huo kabisa. Ninachomaanisha nini mtumishi wa Mungu? Angalia jinsi ambavyo unavyotenda. Hata ukipata fedha, ni kitu gani cha kwanza unachokitenda? Unapopata pesa. Wewe unafikiri kwa nini Mungu aliwahi akasema hilo kwamba leteni zaka kamili ghalani? Zaka na dhabihu. Ni kwa sababu Mungu alijua kabisa kwamba moyo wa mwanadamu ukipata fedha unakuwa unasheki. Yaani ukipata pesa moyo wako wenyewe unabadilika.
unataka kukanyaga watu juu. Wale wenzangu na mimi wale rafiki zangu wa zamani wale, ukiingia mahali unasema we, yani umekaa dukani, kila mtu akija sasa mpe kinywaji, mpe. Sasa kama nilikuwa sitaki kunywa, maana nafikiri nikija kununua vitu dukani wanaambia kunywa, kama nilikuwa sina nia ya kunywa, kama nimefunga. Lakini kwa sababu una wenge la hela, unataka kila unayemuona umpe fedha. Sawa. Twende mtumishi wa Mungu tuangalie Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 7. Waraka wa pili wa Petro Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 7. Waraka wa pili wa Petro 1:7, Biblia inasema, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda mtumishi wa Mungu tuanzie ule mstari wa 3 alafu usome mpaka hapo wa 7. Amina, nitasoma. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umekukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa nashirikia mstari wa 7 ambao unasema, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Ninataka kuonyesha jambo fulani hapa katika swala la kutenda mema, ndani yake au jambo hilo limejumuisha na swala la upendo. Huwezi kumtendea mtu mema kama humpendi, kwa sababu kuna kitu kinakusukuma kumfanyia jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aidha kwa sababu kwamba unaona kwamba ni mhitaji, lakini pia umefanya kwa sababu unampenda Mungu, lakini pia unampenda yule mtu ambaye umemfanyia mema. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya matendo mema na upendo alionao mtu ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaposoma katika Warumi 13 mstari wa 8. Warumi 13 mstari wa 8 pale mtumishi wa Mungu. Warumi 13 mstari wa 8. 13:8 Biblia inasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Unaona hapo nimeongeza andiko hili na nimefurahi watu wa Sayuni wamegusa kitu fulani hapa. Nilikuwa naangalia kuhusiana na kupendana. Unamtendea mtu mema kwa sababu unampenda. Unamkirimu kwa sababu unampenda. Unamhurumia kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upendo ndio unakusukuma. Ni ule upendo wa Mungu ambao unao ndio unakusukuma kufanya hilo jambo la kimungu.
lakini kuna mambo ya kuzingatia. Katika mambo ya kuzingatia, Mathayo 7 mstari wa 12, Mathayo 7 mstari wa 12, utaona jambo fulani pale. Uzingatie mambo haya, ni muhimu sana katika eneo hili. Unapowatendea watu mema, zingatia mambo haya muhimu kabisa. Na jambo la kwanza tutalisoma hapo katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Mathayo 7:12, Biblia inasema, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yoyote mnayotaka kutendewa na watu, basi na ninyi watendeeni vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanapenda kupendwa, na wewe wapende basi wengine. Kuna watu wanataka kuheshimiwa, na wewe pia waheshimu wengine. Kwa nini unataka tukufanyie kitu ambacho wewe mwenyewe huwezi kukifanya? Kuna watu ambao wanapenda kutajwa sana, yaani mpaka nasikia wale waimbaji, kuna waimbaji ambao wako duniani, ukiimba sijui wimbo ukimtaja, unashangaa tu hela imeingia kwenye akaunti yako, kisa tu umemwimba kidogo. Bwana asifiwe sana. Anasema amenitaja, mwekeni milioni 1, mwekeni 500,000. Yale mambo ambayo unataka watu wakufanyie, yaani wewe chagua, angalia wewe mwenyewe kwenye maisha yako, mambo gani unayapenda. Unapenda, mimi napenda nifanyie hivi. Hata wanaume, hata wanawake, hata wanandoa. Wewe kama ni mwanandoa, yale mambo ambayo wewe unataka mke wako akufanyie, na wewe mfanyie hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanamke hivyo, na mwanaume hivyo. Jambo unalotaka kutendewa wewe, na wewe watendee watu wengine. Anasema basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Kwa hiyo Mungu anachoangalia kile ambacho unataka wewe watu wakufanyie, na wewe wafanyie watu wengine hivyo. Unataka watu wakutembelee kwako, mbona wewe watembelee wengine? Kama unataka watu waje kutembelea kwako, na wewe watembelee, naye atajisikia, atakuja kutembelea. Kama unataka watu wakuheshimu, na wewe waheshimu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo vile ambavyo unataka kutendewa wewe, basi watendee watu wengine. Kwa hiyo katika mambo ya kuzingatia, tambua kuwa unachokitenda ni mbegu. Kila jambo unalolifanya ni mbegu. Kila jambo unalolitenda hakuna jambo ambalo utafanya litakalopotea. Mimi nimeona, yani kwa muda ambao nimekuwa na muda huu ambao nimekuwa, miaka nilionayo, nimeona mambo ambayo watu wamefanyiwa, na mtu unamfanyia mtu kitu, alafu unasahau kwamba hilo jambo linaweza likageuka, linazunguka. Nataka nikupe mfano mmoja. Kama ile habari ambayo umesikia ya Mordekai na Amani, wakati walikuwa kwenye ile mizozo na mivutano, wakati Amani anataka Mordekai amheshimu, maana alitaka kwamba kila akipita Mordekai na yeye ainame mbele zake. Mbona yeye Amani kwa nini asiname? Mbona hataje kuminamia mwenzake? Kule India, ni India, nchi gani, watu wakikutana wanasalimiana, hawasalimiani kwa mikono, wanasalimiana. Sio mmeshaonaga hiyo jamani? Si mmeshaonaga hiyo? Wanasalimiana kwa kufanyaje? Kwa kuinamiana. Wote wanainama. Nasema labda uishi milele. Salamu ndugu yangu. Heshima zinaendana. Lakini
jambo ambalo Amani alifanya kwa Mordekai. Biblia inasema kwamba akatengeneza mtego ili baadaye akamtundike. Mtego ule ambao aliutengeneza ndio huo ambao ulimtundika yeye mwenyewe. Sasa alipokuwa anatengeneza ule mtego, hakupiga picha kama vipi kama jambo litageuka, huu mtego kwangu mimi utakuwaje? Wale ambao, mimi sio hakimu, mimi sio jaji, lakini wale ambao wanafahamu mambo ya sheria, hakimu au jaji akimhukumu mtu, serikali au sheria inampa 30% za kumhurumia, zile 70 za kisheria, zile 30 za kumhurumia. Maana yake ni kwamba hakimu atumie ubinadamu wake. Kama ulikuwa unapigwa miaka 30, akupiga hata angalau 25, hiyo 5 amekuhurumia. Ili kama leo serikali ikisema hakimu utaenda ndani miaka 25, uone yale maumivu yule jamaa ule mtwanga miaka 25 alivyoumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni jambo ambalo unataka kutendewa wewe, watendee na watu wengine. Biblia inasema hiyo ndiyo torati, hiyo ndiyo sheria. Sawa. Lakini jambo la pili, epuka chuki. Ndugu yangu, katika vitu ambavyo vitakuharibia kwenye maisha, au katika vitu ambavyo vitatuharibia katika maisha haya ya mbinguni, ni kitu inahusu mambo ya chuki. Chuki ni mbaya. Epuka mambo ya chuki. Usikubali chuki tawale moyo wako. Usimchukie mtu bila sababu. Hata kama unayo sababu, usimchukie mtu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mtu anaweza kumchukia mtu hana sababu yoyote, hajamfanya kitu chochote kibaya, lakini anamchukia tu. Anamchukia labda kwa vile anavaa vizuri, anamchukia labda kwa vile anafanya vizuri. Vipi kama hilo jambo ungefanyiwa wewe? Watu wakuchukie tu. Unafanya vizuri tunakuchukia, unaimba vizuri tunakuchukia. Wewe utajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Epuka mambo hayo kabisa. Epuka mambo ya chuki. Lakini jambo la tatu, usichoke katika kutenda mema. Hilo tumeshalizungumzia, lakini kadiri unavyowatendea watu wengine mema, ndivyo ambavyo na mema na watu wengine wanavyokutendea wewe, au ndivyo ambavyo Mungu anageuza maisha tunayoishi. Yako kama mzunguko, kama mpira. Maisha huwa yanazunguka, matukio yanazunguka. Jambo ambalo limempata huyu linaweza likampata na huyu, linaweza likampata na huyu. Kwa hiyo usije ukamnenea mtu mabaya, usije ukamtendea mtu mabaya ukafikiri kwamba wewe uko salama sana. Kwa hiyo wakati tunakuwa na kauli mbiu katika kanisa ya kuwaleta watu kwa Kristo, ya kuwafanya watu kwa wanafunzi, wakati tuna kauli mbiu ya kumzalia Bwana matunda, kuwaleta watu kwa Mungu aliye hai, wakati huo lazima tuhakikishe kama kanisa ya kwamba tunawatendea watu mema. Hakuna mtu ambaye anataka utamleta hapa, atakuja hapa aone unamfanyia mabaya akaendelea kuwepo. Na wakati mwingine sisi ambao tunawaleta watu, ukiona umemleta mtu kanisani hajaendelea vizuri, inawezekana wewe umechangia. Pengine kuna mambo ambayo umemwambia yamemrudisha nyuma, akasema kama huyu aliyenileta kanisani amenifanyia jambo hili, basi sitaweza kwenda kanisani tena. Lakini jambo lingine, yule umemleta kwa Mungu, usije, jamani, ngoja nikusaidie jambo moja. Mtu ambaye umemshuhudia neno la Bwana, ukamweleza ukuu wa Mungu, ukamweleza Mungu anavyofanya mambo makubwa na ya ajabu, ukamweleza jinsi ambavyo Mungu anaweza kumfanikisha na kumfanyia njia, hata kama utakuwa na shida kiasi gani, usimkope fedha. Halo, usimkope pesa, na wala usimwonyeshe kwamba wewe unaweza yani
muonyeshe kwamba, yani hata kama, ngoja nikwambie, wakati mwingine huwa tunasemaga mambo chanya wakati tunaona yanaonekana kama ni hasi. Yani wakati mwingine tunasema itakuwa, lakini tukiangalia macho ya nyama yanasema hapa inakuaje, lakini tunasema tunaona yale ya rohoni anasema inakuwa. Bwana asifiwe sana. Maana imani inamfanya mtu apite mahali ambapo hapana mlango, lakini kwa imani alionayo mlango unatokea. Usiniulize mimi ilikuwaje. Kwani mlango ulitokeaje baharini? Unaniambia mimi mambo ya imani, kamuulize Musa. Wewe watu walipitaje baharini? Unapita huku kuna madui, huku kuna milima, huku kuna bahari. Hakuna njia ya kupita. Lakini kwa sababu unaye Mungu, kwa sababu unatembea na Mungu, kwa sababu unamwamini Mungu, njia ipo. Nasema hivi, njia hii ipo. Yaani mimi ninaamini kulingana na maandiko matakatifu. Sintang'ang'ania kitu, nitang'ang'ania neno la Mungu. Nitamwambia Mungu, ulisema hivi, ukasema hivi, ukasema hivi. Na nitamwambia, na nikiona kabisa hili jambo linataka kuniaibisha. Una mambo yanaweza kukuaibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukasema kweli Mungu, hapa anikiaibika maadui zangu watafanya sherehe. Kama sasa hivi nasikia kuna watu wanasubiriwa wafe ili watu wafanye sherehe. Hii dunia jamani tunaishi ni dini nyingine kabisa. Watu wanaandika kabisa, fulani akifa mimi nitashangilia kweli, nitafanya sherehe, nitachinja ng'ombe. Sasa fanya nini? Uchinje ng'ombe mtu amekufa. Alafu mtu amekufa kwenye uovu, mtu amefia dhambini. Bwana atusaidie sana. Lakini jambo la 5 katika kutenda mema, mambo mengine, jambo la 5 na la mwisho la kuzingatia, ni la mwisho kwa maana ya kuliandika, sio la mwisho kwa maana ya mwisho katika Biblia. La mwisho katika kuliandika mimi kwenye notes yangu ni umtumaini Bwana ukatende mema. Zaburi ya 37 mstari wa 3, andiko langu la mwisho. Nimekwambia natumia muda mfupi namaliza. Andiko la mwisho inasema hivi, umtumaini Bwana ukatende mema. Mtumaini Bwana ukatende mema. Katika mambo ya kuzingatia, hayo ni mambo ya kuzingatia sana sana sana. Jambo la kwanza nimesema, nimezungumza mambo 4 katika jambo la kuzingatia ambayo ni muhimu kabisa. Nikasema jambo la kwanza, tambua kuwa unachokitenda ni mbegu. Lakini jambo la pili nikasema epuka chuki. Lakini jambo la 3 nikasema usichoke katika kutenda mema. Lakini jambo la 4 nikasema kadiri unavyowatendea wengine mema ndivyo ambavyo na wewe Mungu ataachilia watu watende mambo mema kwako. Lakini jambo la 5 nimesema umtumaini Bwana ukatende mema. Tunamalizia na andiko hilo, Zaburi ya 37 mstari ule wa 3. Karibu mtumishi wa Bwana, karibu sana. Zaburi 37:3, Biblia inasema umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Soma kabisa, soma mpaka mstari wa 4 nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimalizie kwa kusema hivi, kama unataka Bwana akupe haja za moyo wako, tenda mema. Tenda mema. Kila mtu ana haja yake hapa. Wengine wana haja ya kupata mtaji, wengine wana haja ya kupata mchumba, wengine wana haja ya kupata mume mwema, wengine wana haja ya kupata mke mwema. Kama una haja ya kitu chochote kwenye moyo wako, wewe tenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamfahamu, namalizia. Namfahamu mtu mmoja, baba mmoja, yuko kwenye eneo hili kabisa tunaloishi. Nikisema jina lake utamjua. Mungu amefanikisha. Lakini alikuwa ana kidonda kwenye mguu wake, akawa anatibiwa KSMC. Alipokuwa anatibiwa KSMC, huyo bwana mama mmoja kule nesi akawa anamwangalia kwa karibu sana, akamtendea mema. Yani akamtendea mema kila wakati, anamfuata kila wakati. Kumbe yeye akiwa anamhudumia, yule jamaa alikuwa ni kijana sasa.
Akasema lakini huyu mama ananihudumia hivi, huyu mbona kama anaona kama ndo mke huyu wa kuoa. Na unajua amemaliza kutibiwa, amepewa discharge, akaondoka na mke. Unapewa discharge na mke juu ni mke wake mpaka leo. Nikikwambia hapa sasa hivi unafahamu, na sitaki kusema sana, acha nihifadhi hili jambo. Bwana asifiwe sana. Lakini akaoa, lakini yule mama alimtendea mema yule bwana. Alipokuwa hospitalini akawa anamhudumia kwa karibu, na yule mtu akaona, ngoja niwaambie ndugu yangu, mambo utakayokuwa unayafanya hayatapotea. Yaani kuna wakati unamfanyia mtu kitu unafikiri kwamba kimepotea, kijapotea, kiko kwenye moyo wake. Hata kama hatasema leo, hata kama hatasema kitu, lakini anacho ndani, anajua huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama asema, hata asiposema ni sawa, lakini ukweli anajua kabisa kwamba jamani, fulani alinitendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutende mema, na nilivyokuambia, Mungu atatupa haja ya mioyo yetu kulingana na Zaburi ya 37 mstari wa 3 na ule wa 4, wakati tutadumu katika kutenda mema. Ni jambo la dumu katika kutenda mema. Wakati tunasubiri, tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni, usiache kutenda mema. Wakati unajua kabisa wewe unasafiri, sio ukajisahau. Usifanye mambo mabaya ukafikiri kwamba umefika. Wakati wowote Yesu anaweza akaja, barabara inaweza kalia, ukabaki njiani, ukapoteza muda wako mwingi wakati ulikuwa umetangaza kwamba wewe ni mwana wa Mungu, umeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini tambua kwamba unapotenda mema, basi unakuwa umepanda mbegu. Lakini pia unapokuwa unatenda mema, Mungu anakupa haja ya moyo wako. Basi wakati unataka usambale ulipo, tusimame. Nataka tukamwombe Mungu atuwezeshe kudumu katika kutenda mema. Kuna vitu vingi Mungu, kuna vitu ambavyo anataka kuvifanya kwetu, lakini Mungu anaangalia mioyo yetu. Mungu anaangalia vile ambavyo unawatendea watu wake. Haswa Biblia inasema jamii ya watu walioamini, watu ambao wamemwamini Yesu, vile unavyowatendea, Mungu anaangalia sana hilo jambo. Alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, yote mambo yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, yote yanawezekana, mambo yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, yote kila kitu kinawezekana, alipo Yesu yanawezekana. Hebu nyosha mkono juu na unasema tu maneno, nasema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako mchana wa leo, ninaomba unipe neema ya kudumu katika kutenda mema, haswa jamii, sema haswa jamii ya waaminio. Bwana, ninaomba unisaidie, nguvu yako iniwezeshe kutenda mema katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu uniongoze katika kutenda mema kila itwapo leo katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana, omba, tunaenda mbele za Bwana, mwambie Bwana akupe neema, akuwezeshe sawasawa na neno hili.
Bwana akupe neema ya kudumu katika kutenda. Bwana tusaidie sana kama kanisa, ili tudumu katika kutenda mema. Wewe dumu tu, usichoke kuwatendea watu mema, usitoke kuomba, usitoke kumtumikia Bwana, usitoke kushuhudia, usichoke mahali popote, bali Bwana akusaidie. Bwana tusaidie, Bwana akupe nguvu tena ufanye mambo hayo, kwa sababu Bwana anayo mambo mazuri na yako. Mungu anakusudia kukupa haja ya moyo wako kama tulivyoona. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa neema yako na uaminifu wako. My God, my Lord, tunaomba msaada wako, tunaomba neema yako, mfalme wa falme. Utusaidie Jehova, tuweze kuyatenda mema na tusichoke kutenda mema. Isaidie mioyo yetu, saidia nafsi zetu Bwana, yasaidie maisha yetu mfalme, na mioyo yetu Bwana isichoke kutenda mema. Tusaidie mfalme, hata kama tuweze kutenda mema, Mungu tusaidie, Roho wako atusaidie tuweze kutenda mema, tuweze kutenda mema mfalme, tuweze kutenda mema Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Kwani wema Bwana ni hazina, mfalme wa falme, isiyoharibika Jehova, ni akiba ambao Bwana haiosi. Mfalme wa falme, tunakuomba Bwana utusaidie mfalme, tusaidie Jehova hata kuwapenda watu wengine. Mfalme wa falme, tusaidie mioyo yetu iweze kutenda mema, nisaidie kanisa liweze kutenda mema, yasaidie maisha yetu yaweze kutenda mema, tuwatendee mema watu wengine katika jina la Yesu, sawa sawa na neno lako ya kwamba yale ambayo tunayopenda kutendewa na sisi Bwana tuyatende kwa wengine. Tusaidie mfalme, ikiwa tunapenda kutendewa wema, tusaidie Jehova nasi tutende wema kwa wengine katika jina la Yesu na kwa damu yako, mfalme wa falme. Hebu nyosha mkono uje namna hii. Inawezekana kuna mambo ambayo uliyafanya, inawezekana kuna mambo ambayo umeyatenda, inawezekana kuna mambo ambayo ulifanya ukafikiri kwamba yatakuwa yameenda tu, lakini nakwambia mambo huwa yanazunguka. Wakati mwingine anaweza kukurudia na wewe ukafikiri mbona mabaya yamenipata, kumbe kuna wakati ulifanya mambo mabaya mahali ukapanda mbegu mbaya bila wewe kujua. Hebu sema, Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina ninatubu katika mikono yako. Ninaomba Bwana Yesu, unirehemu juu ya mambo mabaya niliyoyatenda kwa kutokujua. Bwana, ninaomba katika ibada hii na katika siku ya leo na katika majira haya, sawa sawa na neno lako, unisamehe, unifutie mambo yote mabaya niliyotenda kwa jina la Yesu. Na siku ya leo ninaomba niufungue ukurasa mpya wa matendo mema kwa jina la Yesu. Hebu chukua nafasi, fanya toba mbele za Bwana. Moja ya mambo ambayo yanaweza kufuta yale mambo mabaya ambayo uliyafanya, inawezekana kwamba haukuwa unajua kwamba ni mambo ambayo yanaweza kuzunguka yakaleta madhara kwa watoto wako. Wewe angalia tu, wakati mwingine unaweza kucheka binti wa mtu amezalia nyumbani, lakini ukashangana wa kwako siku sio nyingi, miaka sio mingi, na yeye amezalia nyumbani. Wewe ulifikiri ni kawaida, ulifanya ukafikiri la kawaida, lakini jambo limezunguka. Wakati unaomba Bwana tu akusamehe, inawezekana ulinena vibaya au umetenda vibaya. Bwana akurehemu, Bwana aturehemu, Bwana aturehemu. Baba, tunaomba rehema zako katika siku ya leo. Inawezekana kuna mambo ambayo tuliyafanya, tuliyanena, yalikuwa ni mambo mabaya, yalipandwa kama mbegu, tuliyapanda kama mbegu, lakini Bwana hatukujua ya kwamba yanaweza kuzunguka. Lakini siku ya leo, kwa kuwa matendo ni mbegu, matendo mabaya ni mbegu, matendo mema ni mbegu, leo tunaomba Bwana uturehemu, tutakase juu ya mambo mabaya tuliyoyafanya, juu ya kila jambo tulilolitenda ambalo linaweza leta madhara kwetu au kwa watoto wetu au kwenye familia zetu. Lakini siku ya leo tunaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Utusamehe Bwana, tunaanza ukurasa mpya na wewe Bwana katika siku ya leo. Mwaka huu tunataka kuzalia matunda, mwaka huu tunataka kutenda mema, ukatusaidie ili tutende mema, ili mambo mema yaje kwetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. My Lord, my God, asante Bwana kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. My God, my Lord, asante Mfalme. Hallelujah.